this is the Life and Light Show, courtesy of Galilee TV. Welcome. This is the Life and Light Show. In studio, we had Bishop Wilfred Kamala from Galilee Lighthouse Church, and he had to talk more in detail about the ministry, in detail, and everything that concerns it. Aliweza kutufafanulia na kutueleza, na tunashukuru sana kwa kubali mwito wetu na kuwa nasi katika studio hii na kuweza kuongea ndani kwa kirefu. Thank you. Kabla sijaendelea kabisa, kuna namba za SMS napita pale katika screen yenu 0758648665. Narudia tena 0758648665. Hizo ni namba za kutuma ujumbe mfupi mahali popote unatutazamia. Ukiweza tutumie ujumbe mfupi, tutaweza kuzisoma hapa kwa studio, tuweze kujua watazamaji wanatuangalilia mahali gani katika nchi yetu ya Kenya na mataifa ya nje, na tutashukuru sana. Pia kuna namba ya Askofu Wilfred Kamala ambayo tuko nayo hapa katika studio, ametuelezea, na pia inapita hapa katika screen zetu chini. Namba ni 0721289036. Narudia 0721289036. Wasiliana nasi katika namba hizo, tutumie ujumbe mfupi, tutaweza kuwasiliana nanyi kututumia, tutaweza kuongelesha pia askofu akituelezea yale ambayo mtakuwa mmeuliza maswali yale, na tutaweza kuwajibu. Feel free to talk to us. We are here for you in Nakuru. Thank you for joining us this morning, and we hope the show will be a light into your world, and everything that we shall talk, it shall bring and build you up in your spirit. In reference to this, there is a verse in John chapter 8, verse 12, which says, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. This is just a simple verse to enlighten about this show. This show is about the lives of people that we meet here and there up close and get to know them deep down. In whatever they do, in their challenges of life that they pass through, this is where we get to know them in detail. Welcome as we speak to our bishop who is in studio today, and he shall be here to expound his life in ministry. Karibu sana askofu. Thank you. Thank you very much. Naitwa Askofu Wilfred Kamala, Galilee Lighthouse Church kama vile mnaambiwa, na mimi ndio pasia wa Galilee Lighthouse Churches Nakuru na sehemu hizo zingine. So pengine unaponitazama unaweza fikiria pengine askofu huyu ametokea wapi? Mimi ni msaliwa wa mji huu yetu ya Kenya. Msaliwa Rift Valley hii ya North Rift kule Kitale Elgon, na nikasukumwa na mwito wa kunileta mpaka hapa Nakuru. Nimekaa Nakuru, nikaokoka Nakuru, na Mungu akakuwa mwema, akanipa kibali, na nimekaa na ninaendelea na huduma katika mji huu wa Nakuru. Asante kwa kutupa a brief biography of wewe ni nani, ingalau watu watazamaji wanajua sasa tunaongea na Askofu Kamala ambaye ametoka sehemu za Nakuru, na ni vizuri kwa kuja katika show yetu. Amen. Na pia tungependa kujua zaidi ndani kabisa ile umetuelezea kuhusu wewe binafsi kama Askofu Kamala. Tungependa pia kujua huduma yako haswa. Naona umetueleza inaitwa Galilee Lighthouse. Naweza tuelezea tu kwa undani kidogo Galilee Lighthouse ilianza vipi, imefikia wapi? Alright. Asante. Galilee Lighthouse Church imetoka mbali, na ninaposema imetoka mbali, kwa kweli Mungu amekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza mwaka wa 2004, na nashukuru Bwana amekuwa na sisi sana. Nilipoikuja mji huu ambao mji huu mwenyewe unaitwa Galilaya, na ndio Mungu akanipa jina hilo la Galilee, nami nikaibadilisha kakuja katika lugha ya Kiingereza ya Galilee Lighthouse Church. Na ikawa mji huu una historia yake, but nashukuru Mungu
maana tangu nilipoingia mji huu tumeona mji ukibadilika, na tulipoingia mji huu tulikuwa wachache kama watu 7, lakini nashukuru Bwana amekuwa pamoja nasi kati ya hao watu 7, na tunaendelea kupanuka na kupanuka na kupanuka. Na nashukuru kwa challenge ni mingi zile tunapitia kama mwanadamu, lakini pia tunashukuru Mungu anapokuwa upande wako. Uwezi hangaika sana, unafikiri unaanguka, Bwana anakuinamisha. Bwana asifiwe. So tunaendelea na huduma hii na Mungu amekuwa nasi. Tumeendelea na kufungua branches kule nje. Tumekuwa kule upande huu wa Runda, tuna wachungaji huko, kina Wilberforce Barasa wako huko, tuna kule Manyani na kuna kule kwingine Njoro na kuendelea na kwingine, na tuna kule Nairobi, na tuna pale Thika, tuko pale Murang'a Sabasaba pale Sabasaba, na pia pande hii ya Kitale tuko huko, tuko upande wa Mount Elgon, na tuko pale Mkuyuni tuna mchungaji wetu Reverend Alex Mlongo, na pia tuna kule kule Bungoma sehemu hiyo ingine pia Chwele, tuna pale Milani tuna mchungaji Jessica ako kule, wanahudumu kule, na tunashukuru Bwana. Bwana ameendelea kutupanuka. Na pia kule Sudani Kusini tuna wachungaji wetu vijana wako huko, wanafanya kazi ya Mungu kule Sudani Kusini. Na pia hapa Uganda tuna huko tumefungua, tuna wasia wetu hapo huko anaitwa Charles, na hapo kule kule Uganda pia ameshika sehemu hizo za Uganda, na tunafurahia Bwana. So Bwana amekuwa na sisi sana. So hapo ndio Kalini ilianza na pale ambapo sasa Kalini iko. Amen. Wow, viewers, umejisikia wenyewe, this is an international ministry. Ukipatana nao mahali wametaja, askofu ametaja, unaenda mahali pale na unapata kupata neno la Mungu. Amen. Amen. Na tukiangalia jina lake pia linakuelezea it is light. Na hapa kwenye kuna mwangaza, Mungu anakaa mahali pale. Ukipata nafasi, ukipata kuelekezwa mahali ambapo ametaja askofu, tafadhali tembea pale na ukaweze kubarikiwa. Askofu, pia kuna maswali mengine kwa hapa. Umetuelezea kuhusu kuna branches. Na pia nataka tu kujua kuna maybe projects zimeendelea so far ama ndio zinaendelea tu? Tunaendelea na project. Tumekuwa na project ya shule, lakini kawa na matatizo hapa vile mnajua hali ya mitaa, but tumeendelea pia, na Mungu ameendelea kuwa pamoja nasi. Maana katika project tunajaribu kuomba ili Mungu afungue project, tuone kabisa zimepaa kila sehemu. Na kwa hivyo saa hizi tunasema tunaendelea kupanga na kupanga na kupanga, na kwa ajili Mungu ni mwaminifu, ninajua anaenda kufanya jambo. Ni vizuri kwa tunaweza kujua kwa undani kidogo kuhusu huduma hii, ambapo pia tunaelewa kwamba katika serikali yetu ya Kenya, our government, Republic of Kenya, huduma mingi zimewekwa katika mchujo, na kutaka kujua kama zimewekwa katika stakabadhi nzuri or if they are registered. Naamini kuwa huduma hili limekuwa registered na linatambulika na serikali ya Kenya. Amen. Amen. Yeah. Hiyo ni wazi. Hapa katika kwetu Kenya, sisi kama wana Kalilaya ama Kalili Lighthouse Churches, sisi tunajulikana na serikali. Serikali inatujua na inatutambua, maana sisi tuko huko ndani ya hiyo serikali. Nashukuru sana askofu kwa kuweka wazi. Watu wasiulize hili ni kanisa gani limechipuka tu kwa chini, kama linatambulika na serikali ya Kenya. This means it is an open ministry that has nothing to fear and it is led with integrity, kulingana na maono na maneno ambayo askofu ametuelezea. Hapo pia tutaendelea naye akitueleza kwa undani, lakini tungeomba kidogo tupunge hewa kidogo, tutarudi baadaye akituelezea ni changamoto gani ameweza kupitia tangu huduma hii ianzie na mpaka sasa vile ameweza kuijenga na kuimudu kama yeye ndio kiongozi ama overseer katika huduma hii. Asanteni, tutarudi baadaye. Amen. Thank you.
Naam, karibu tena mtazamaji mpendwa. Majina yangu ni Caroline Wekesa and thank you for staying tuned in. A recap of what we had with Bishop Wilfred Hamala. Alitueleza kwa undani kuhusu yeye maisha yake binafsi na akaweza kutujulisha kuhusu huduma ya Galilee Lighthouse na vile ilivyoanza na mpaka wakati huu tuko vile ilivyo, na hata yale maoni ambayo yako mbele na mambo mengi ambayo yanahusiana na huduma hii. Na tunashukuru sana askofu kwa kuja kupata nafasi kuweza kukaa hapa na kutuelezea kwa undani. Hatuchukulii kwa urahisi wala kwa mzaha kwa uwepo wako kuja mahali hapa kuitikia mwito wetu. Tunachukua fursa hii kwanza kushukuru media yetu na kushukuru pia the Galilee TV network kwa kuturuhusu kuweza kupata this interview na wewe. Asante. Thank you. Na tungependa pia tuweze kuendelea kwa tumefikia pale ulikuwa uweze sasa kutuelezea kuhusu the challenges that you are facing so far na huduma hii. Ningependa uweze kuelezea watazamaji the challenges so far, because I know hakuna kitu kizuri ambacho hakipigwi mawe. Na hakuna kitu kizuri ambacho utapewa kwanza kisikutikise kwanza. Lazima umepitia hapa na pale. Na tungependa kuelezea. Tafadhali. Thank you very much. Nashukuru sana mtazamaji. Nitasema umeniuliza kuhusu challenges katika ministry. Siko tele na vile siko tele maana unapoitwa, wacha nikwambie Karo, unapoitwa katika ministry ama kwa huduma ama kwa kazi yoyote, unaitwa na sababu. Na wakati unapoitwa na sababu, mwenye hiyo aliyokuita lazima atakutetea. So challenge siko. Hata tulipoanza hii ministry tumekuwa na challenge mingi. Kununua uwanja kama huu, kujenga kanisa kama hili, na pia kuendelea kwenda kule nje. Na unajua haja iliyokuwa kubwa kwetu sio kujenga mjengo tu, bali ilikuwa ni kujenga mjengo na kwenda kutafuta moyo ulio kule nje uliopotea, ili tuweze kumrejesha katika nyumba yake Baba. Na sasa tukafikiria, tukaona ya kwamba tuwezi kwenda nje tukaleta moyo na ikoze kwa nyumba ile ambayo inaweza kuingia. Basi kwa hivyo challenge tumekuwa nazo, lakini Mungu amekuwa kama vile nimesema, eti ya kwamba mwenye alikuita katika hiyo mwito ama katika hiyo kazi huwa hako anatazama. Hata ukipita kwa mateso, yeye huwa anasimama na wewe. So Mungu wetu amekuwa pamoja nasi katika ministry hii. Hata mahali tumefika, kama vile nilisema mwanzo, mahali tumefikia hapa, challenge zipo. Hasiwezi kusema hazipo. Lakini yupo yule ambaye anatupigania usiku na mchana. Kwa hivyo tumekuwa nayo na ametupigania. Tumekuwa na viongozi kadha wa kadha hapa katika ministry. Tumekuwa nao, wengine wanaingia, unakuta mwingine ameenda pande hiyo, mwingine amekaa pande ile nyingine. Lakini hiyo haifanyi sana tukasahau ile mwito au ile kitu Mungu mwenyewe alikutengenezea. Kwa hivyo tumekuwa na challenge hizo mingi katika ministry, katika villages, katika hiyo makanisa zingine ambayo tunafungua. Kuna shida zake kule, but hatuangalii sisi, ile tunaangalia sana ni kile mwito Mungu alikuitia. Na nimefurahi hata jioni mchana wa leo mnapokuja chini kama wana TV wa Galilaya, ninafurahia maana tutakuwa tukimulikwa mambo kutoka hapa na kuendelea juu. Na challenge hizi hasitakosa kuwako. Zipo hata leo, lakini Mungu anatupigania kila saa. Amekuwa nasi, inatokea, Mungu anaendelea anatupigania na unakuta amemaliza. Kwa hivyo siwezi sema challenge hazipo. Zipo na sina kuweko. Hata tangu tulipoanza hii ministry ndio tuingie katika serikali, tutambue sisi ni wana Galilaya na ni wa Kenya. Tulikuwa na challenge, tulikuwa na pesa, hata kununua hii uwanja, tulikuwa na kila kitu. Kuanzisha kufanya hii mambo mengine hatukuwa na ene, hata ungeweza kwenda nje. Ungeweza kwenda kufikia mioyo hizo zingine. Na haja yetu ni kufikia hiyo moyo, but ungeweza kwenda. But na kitu tunashukuru Mungu amekuwa nasi mpaka leo. Mpaka ndio naona makanisa tunakuwa na uwezo wa kufungua makanisa pembeni ya mataifa ya Kenya na hata nje ya taifa letu la Kenya. So tunashukuru Mungu
na yeye ataendelea na anaendelea na kusimama nasi mpaka hata mchana wa leo. Kwa hivyo challenge ziko. Yeah. Asante sana Askofu Wilfred. Watazamaji mnaweza kujisikia, ameweza kutuelezea the challenges kwa undani. Na this is a pointer to you the viewer. There is nothing good that lacks challenges. If you have anything that unapitia machapo ama mapito, hiyo bado iko katika the younger stage. Lakini the challenges that you go through ndio zinaweza kutujenga katika imani, kutujenga katika maisha yetu. So don't fear the challenges. Zichukue na uzichukue kama just a stepping stone ya kukuweka katika another level. Na usiogope. Kwa sababu ukiogopa, hapo ndio unapatia mwovu shetani anapa hand ya kukuweza wewe. Jitie nguvu, unaweza kusonga mbele. Ameweza kutuelezea challenges ilikuwa miaka ya mwanzo akiendelea, na hata wa sasa anapitia the challenges. But through Christ na through the hope in him, ameweza kufoja on na kuendelea mbele. Usitie shaka. Tuma jumba zenyu fupi tuweze kusoma na yeye hapa, na ataweza kuelezea kwa undani, na hata kama kuna maombi unataka kupata, ambaye anataka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake, this is the right time. It's never too late. It's never too late to receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Chukua ile namba, bonyeza katika simu yako na wasiliana nasi. Na hapa utaweza kujibiwa na utapata fursa ya kuunganishwa na upendo wa yule Yesu Kristo ambaye ndiye Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Hallelujah. Askofu, tunashukuru sana kwa vile unaendelea kutufunua macho na kutuelezea kwa urefu kuhusu huduma hii haswa ya Galilaya. Na tunaweza kujua vile ukiona kitu kinang'aa, tusiseme ilianza vile. Kuna vitu zilianzia chini, na tukubali kukua. Have that spirit in you, ukubali kukua. Sababu kukua pia it's a process. And it's a process that mostly it's painful. It's very painful, but if you endure, na vile ametuelezea, you shall make it. You shall make it, and our good Lord, you're the perfecter of everything. Na kwa haya mambo askofu, kuna ile general overview concerning the ministry. Kuna yale mambo ambayo umeona ni challenges na zimeweza kukusaidia, kwa sababu hizo challenges ambazo umepata katika Biblia inasema Mungu hawezi kupa a challenge that you cannot overcome. Akikupa hiyo challenge, anakupitisha pale, unang'ang'ana nayo, lakini mahali unafika unaona nitalemewa. Na mwishowe jambo tu linatokea, unachipuka juu, na inakuwa ni victory katika ministry, katika kujenga mwili wa Yesu Kristo, na inaweza kufikia watu mpaka kule mashinani. Wanaweza kukiri kuwa yule Mungu ambaye wewe unamtumikia hajakuacha na hatawahi kuacha. Unaweza taja kama hisia, one of the event wewe kutokea kama hiyo, kitu kama hiyo ishatokea umepatana nayo? Challenge nimeshakutana nazo mengi, na hata siwezi kustaja zote, maana sinatokeaga usiku na mchana. Lakini kile kitu ya kunitia moyo, lakini vile nilisema mbeleni, eti ya kwamba yule aliyekuita anaishi, na yule aliyekuita akakupa kazi, ule atakutetea kwa ile kazi aliyokupa. Hiyo ndio kitu mimi huwa nafurahia katika huduma ama katika wokovu wangu. Ninapokutana na challenge, mimi huwa ninajua hapo ninapokutana nayo, hapo ndio kuna ushindi. So huwa ninajikasiria hapo ndio huwa mimi ninaangalia. Ninapokuwa ninapumbana na jambo, acha nimwambie watu wa Mungu ambao mnanitazama leo, nataka kukutia moyo kukuambia kwamba wakati wowote unapokuwa katika challenge fulani, hapo ujue hapo ndio kuna Mungu. So mimi nimejifunza mambo hayo. Wakati jambo linapotokea la kututingiza zaidi, hapo ninaelewaga ya kwamba najua ya kwamba hapo ndio mimi ninajua kuna ushindi. So sirudi nyuma, nafuatilia. Na kwa hivyo kuna vitu mingi ambayo nimekumbana nayo, lakini sikati tamaa. Sijawahi kata tamaa. Na sikati. Na hata nakutia moyo, sikate tamaa. Usikate. Ili challenge unapitia, hiyo ni shadow. Wacha hata kwa ministry kama hii. Hapa
leo uko huku unasikia mtu amefanyiwa huku, unasikia mtu mgonjwa, unasikia mtu amekufa, unasikia sijui nini, unasikia mtu wako hospitali, unasikia mtoto anataka muombe, unasikia huyu anahitaji maombi. Usiku na mchana ulali. Hiyo yote ni challenge. But hiyo hatumati. Sisi hatulalani. Me like me silalaki usiku. Maana ile time simu inatokea. Lakini siwezi kosa kuichukua usiku. Ninakuta message kama hiyo, naambia kuandika, nakuta zinaingia, mtu anataka umuombe hii, wengine wanamaliza, wengine anaingia. Hizo vitu zote nimeona kwangu kuwa msaada kwangu sana, na kunifanya katika imani ya kutafuta Mungu na kukaa na Mungu na kukaa katika hiyo ministry, inanijenga niwe strong. So hiyo mambo ya challenge zipo na sitaendelea kuwepo, ninajua. Na ninakutia hata wale mko kule nje pia, katika ministry, nyumbani, kanisani, hata mitaani, kwa taifa, hata kama like now nchi yetu mnaona challenge si kanisa peke yake, haikui kanisani tu peke yake, challenge ziko everywhere. Sasa angalia kama sasa hizi tuko Kenya, si mwanadamu ajui Kenya vile tunakaa. Angalia sasa hii tuko kanisani, tunaongea one by one, tunaongea kwa radio kama hii, TV kama hii. Sio kwa ajili ya nini? Ili imetokea hata wale walioko juu wanahitaji sisi kuomba na tukusimama nao, na tusimame na taifa letu la Kenya. Maana tusiposimama kama sisi kama kanisa, hatupo Kenya tena. Na kwa hivyo hii yote ni challenge, na ni challenge kwa nani? Wewe Mkenya, wewe aliye juu na hata aliye chini. Kwa hivyo vitu ninataka nikirudi pale na kurudisha tu pale nyuma ya kwamba challenge zipo kubwa ndogo, lakini yote mwenye anatutetea ni huyu Mungu aliyetuita. Hata aliyetuumba Kenya atatusaidia Kenya. Aliyetuumba akatupa watawala wa Kenya atawasaidia wa Kenya. Na kama sisi kama kanisa tukisimama na tukipiga, ametupa kifunguo. Ametupa kifunguo. Kisoma Isaya 22 mstari wa 22. Anaongea kuhusu Isaya, anaongea kuhusu ufunguo aliopewa, ufunguo wake Daudi. Sasa anasema hii ufunguo ile ambao umeshapewa, na hii ufunguo ambao ni ufunguo ambao strong. Maana hii ufunguo ni strong, na hii ufunguo ukifunga umefunga, ukifungua umefungua. So ni kumaanisha nini? Shida zinapotokea, sisi wale ambao tumeokoka na sisi tuko katika ministry kama hizi, hatustuki sana, maana hatuna key. Ile key tuliyepewa, na hii key ina nguvu na ina uzito na ina uwezo na ina mamlaka. So hatuna wasiwasi. Key yetu ni Yesu Kristo, na Yesu akiwa pale yetu, sisi hatuna wasiwasi. Mungu awabariki. Asante Askofu. Nashukuru sana. Ukipata ujumbe kama huo kwa Askofu, unasikia your spirit imekuwa lifted. It's good to connect yourself with the man of God. Unapata the insight, na anaweza kukunenea yale ambayo imetoka juu mbinguni. Anaweza kuconnect na yule ambaye anakujua vyema. Watazamaji, it's another time. Tunashukuru kwa yale watu umeweza kuwasiliana nasi. Angalia SMS zimeweza kuingia hapa, na zimeingia kweli. Tunashukuru sana watazamaji kwa kutufikia katika jumbe hizi. Nikiweza kusoma 2 3, naona moja hapa naona ni umetoka pande za Western. Anajiita yeye ni Gilbert Wekesa. Nashukuru sana kwa ujumbe wako. Unasema Askofu, tumebarikiwa sana na kutueleza sana kuhusu maisha yako, kuhusu huduma yako, na tungependa kujua zaidi. Mtu akitaka kukufikia anafika aje katika hiyo huduma, ama kwa zile branches umetaja? Amesikia kuna branch pande za Western Kitale, amesikia kuna branch pale, so alikuwa anauliza ataweza kukufikia aje pale, na pia amechukua namba yako ya simu. So kama unaweza muelezea, ama atapiga pia namba, atakupigia simu, but ni vizuri pia kiweza kumuelezea utafika pale branch za Western. Yanasema kwa pande za Western. Yeah. Thank you very much. Asante Mr. Wekesa. Hilo ni swali ambalo naweza kujibu saa hii tu. Kwa mfano ukiwa hapa Nakuru, sisi kutoka Main unakuja na magari hii inakuja 48 inakuleta mpaka sewage mwisho. Ndio maana hapo tunaitoanga sewage. Ukifika pale sewage mwisho, ulisia sisi tunajulikana. Ulisa tu kanisa la Galilaya liko wapi?
ama ukiuliza Galilee Lighthouse Church, hata hao mtoto mdogo wale wanauza mboga pale watakudirect mara moja, unaingia na unaingia tu, utatukuta tuko hapa, tutaomba na wewe na tutashare na wewe na tutasaidia na 1, 2, 3 na kazi ya Mungu itaendelea mbele. Na pia ukiwa kule sehemu za Nairobi hapo tuko Thika, Nairobi hapo tuko Kayole, Nairobi hapo ukienda kule Murang'a, tuko pale Murang'a hapo area Sabasaba. Kama unajua hapo Sabasaba, ukiuliza tu hapo Sabasaba junction ya kwenda kule Kirinyaga na kuingia huku Kagumu, ukiulizia tu hapo kanisa la Galilee Lighthouse Church iko wapi, ukiuliza pale tu watakuonyesha kanisa la Galilee liko hapo, kanisa kubwa na iko na wachungaji ambao wanasimamia mahali pale. Lakini saa hizi unajua tuwezi kuwa huko, maana saa hizi tupato kama tunatii mambo ya serikali, so saa hizi tuko chini ya mikononi mwa serikali kwa ajili ya hii ugonjwa unaitwa corona, so tunaendelea kutii. Lakini ukiwa hali itakuwa nzuri, ukienda pale utatukuta. Na ukiingia kule Western pia nikienda haraka upande wa Kitale, utaenda pale Mount Elgon, utaulizia hapo utakuta Galilee Lighthouse Church. Ukienda hiyo njia kuelekea Bungoma, hapo mstawekeza na kujibu. Ukiwa pale hapo sehemu inaitwa Mkuyuni, hapo Mkuyuni njia hii main road ya kwenda Kimilili Bungoma, utatukuta hapo. Uliza tu hapo Mkuyuni Center. Ukifika tu hapo Mkuyuni junction, hapo ni makao makuu ya serikali. Hapo tu ukiulizia Mkuyuni Center, kanisa letu liko hapo na Reverend anaitwa Reverend Alex, ako pale. Kwa hivyo ukienda pale utaweza kumkuta. Ukiulizia hapo, kanisa liko kubwa, limejenga kubwa, liko hapo pia. So na pia tena ukielekea Bungoma, hapo pale panaitwa Milani, kama njia ya kwenda Chwele, wale mnajua, naona Wekesa na kama mtu anafahamu njia hiyo sana. Unaweza kwenda ukiteremka Teremi, ukienda Teremi High School, hapo Teremi, Chebukaka, Chwele. Ukiingia kabla ufike Chwele, hapo nyuma mahali panaitwa Milani, hapo pia utakuta pastor wetu anaitwa Jessica, hapo Chebukati wako hapo, wameshikilia tena mji huo. So kwa hivyo kanisa letu linajulikana. Na hapa town Nakuru pia, Nakuru tuko hapa. Ukiingia Ronda pande ya chini tuna Wilberforce, na ukiingia pale tu tena Manyani kuna mwingine yuko hapo. Na kwa hivyo uwezi kututafuta utakosa. Na pia namba hiyo ambayo unaambia, kipika hizo namba utapewa mwelekeo, na Mungu amani najua atatusaidia. Nafikiri nimekujibu Mr. Wekesa. Nashukuru sana Askofu kwa kupata fursa hiyo na kutupa a bit of the time tukaweza kukujua. Amen. Na pia tukiangalia jumbe bado zinaendelea kuingia. Hapa nitasoma 2 peke yake kwa sababu ya muda, na tutakurudishia wewe Askofu na ile wazo la mwisho ama neno la mwisho kwako ndio tukimalizia kipindi hiki. Kwanza tupitie katika ujumbe ambazo zimetumwa. Tunaona kuna moja imetumwa hapa bado anatuma kukupongeza, kusema Askofu, naitwa Andrew Muthe, niko katika county 001, I believe ni Mombasa. County 001 hiyo ni Mombasa. Nasema Askofu, mimi huwa nakutazama katika mitandao ya jamii, that is Facebook and Twitter, I believe so. Huwa anakutazama na anabarikiwa sana na jumbe zile anapata pale, na hata leo alisema hatapitwa na hii live show ambayo umeweza kuhudhuria. Anasema asante Askofu, umebarikiwe sana. Amen. Umekuwa ni kielelezo na umemjenga sana, akipitia katika zile huduma za zile social media, akikupata pale unahubiri, huwa anabarikiwa sana na inamjenga katika imani yake. Amen. Hiyo tu ni shukrani zake anarudisha. Thank you. Tena kuna mwingine hapa ametuma, anajiita Onesmus Wambua. Huyu ako hapa Nakuru, anasema angependa kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Wow. Hapa nakuatia Askofu. Oh, good. Take it away, mshughulikie. Thank you. Nena naye. Amen. Tayari Wambua mahali huko, pika tu makoti hapo. Yes. Neno la Mungu liko hapo. Mungu yuko hapo. Mimi nitaomba na wewe sai. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninashukuru kwa ajili ya Wambua. Na ninamuombea maana ametamani kukaa karibu na wewe. Na kabla nimuombee Bwana, na kuomba
kuingia ndani yake kama vile umemwingia, naye akakufanyike kuwa kondoo yako. Asante kwa jina la Wambua, maana jina hilo Mungu wewe ulimpa, na sasa una uwezo wa kuibadilisha ikawa jina la ujenga ufalme wako. Asante Yesu, maana unamjua tayari mahali yako hapa na kule. Na ninaomba katika jina la Yesu Kristo umpokee bila alivyo, msamehe dhambi zake, umfanye kuwa kondoo zako aliyekuwa amepotea na amerejea. Umtengeneze na umfanye chombo cha kuweza kutumika kwa ajili ya kazi yako. Asante maana umesikia na unatenda. Na ni katika jina lako takatifu nimeomba na kuamini. Amen. Mr. Wambua, ninajua yale unapitia, but Mungu hajakusahau. Nimekuombea tu kidogo. Ukipata nafasi tafadhali nitafute. Tafadhali wasiliana nami hata kwa hiyo namba hiyo umepewa. Tutaendelea kushare, nitakutia moyo na nitakuongeza kuendelea kukuombea ili ushike wokovu uliye kamilifu. Na Mungu aendelee kubariki. Barikiwe sana Mr. Wambua na wengine ambao mnanitazama. Barikiwe sana. Asante. Asante sana Askofu. Amen. Na asante kwa ndugu Wambua kwa kukubali kufuata mwito huu ambao umeingia katika roho yako na kubali kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Yes. Hilo ni jambo la dhamana sana na hutawahi regret for what you've done today. Amen. Hapo umefanya mbinguni, shughuli zote zimesimama kwa sababu yako peke yako. Kumpokea Yesu Kristo is the only thing that you can do in this life when you haitaikuwa na any regrets in your life. Right. Thank you so much for doing that. Amen. Be blessed, Brother Onesimus, wherever you are. Barikiwa sana. Amen. Asante kwa kuwa nasi, watazamaji wengine wote pia. Asante kwa kubali kuwa nasi katika live show hii yetu. Kuweza kuwasiliana nasi na kuweza kuwa tuned in, kuweza kupata ujumbe huu kutoka kwa Askofu Wilfred Hamala. Kwa kumalizia, ningependa kumpa the last parting shot Askofu. Just a parting shot kwa watazamaji. Right. Yeah, kuelezea tu neno la mwisho na tutaweza kumalizia kipindi cha leo. Neno la mwisho ni kumtia moyo na kusema kwamba sisi kama Wakenya tusimame na kanisa letu, taifa letu, na pia tusingatie yale ambayo serikali yetu kuu inasema. Tusikaribiane sana, tusikose kunawa mikono yetu na sabuni, na tusikose kufunga hii ambayo unaona niko nayo. Usiangalie ukafikiria nimewacha. Mimi niko nayo, ninakaa nayo hapa karibu na mimi. So tukifanya hivyo tutakuwa tumeokoa taifa la Kenya, na hata kwa ufalme wa mbinguni tutakuwa tumetii. Maana Mungu anasema lazima tutii serikali inayetutawala. Na kwa hivyo namtia moyo pia na kusema kwamba wana Galilaya tuko na tunaendelea na ibada ya kuombeana mmoja kwa mwingine. Na kama una uwezo wa jambo lolote, jameni usikae. Fikia mmoja mbili. Ongea na ndugu yako na dada yako. Kama unaweza kumsaidia jambo lolote, umsaidie. Na Mungu ataendelea kumtenda yaliyo mema. Kwa hivyo, barikiwe sana, na nimefurahia wale ambao umetoa maoni yenu. Mmenitia moyo kwa siku ya leo kupitia kwa TV hii yetu. Na saidi ya mno nasema mbarikiwe, na tutaendelea kukutana na kuongea. Ukiona jambo, share na mimi. Mungu wa amani akuwe pamoja nawe. Barikiwe sana. Amen. Thank you so much, dear viewers. That was Bishop Wilfred Hamala in studio with us. Naweza kutueleza yale yote ambayo ninamhusu yeye and the ministry at large and everything in detail. And for those that will be interested in knowing him much better, kuna zile namba tulimpa pale, kuna moja yake ilikuwa pale. Please have a word with him, talk to him, get to know him more. Na kama ukiweza tembea katika kanisa lile, atakubarikiwa naye. Without much ado, everything ikiwa na mwanzo lazima ikiwe na mwisho. Tumefikia katika mwisho wa kipindi chetu. Nashukuru sana watazamaji wetu. Asante kwa muda wako. Asante kwa kuchagua show hii ya leo kuwa nasi na kukaa nasi katika mahojiano haya. It's never in vain. We thank you for your time and God bless you. In the meantime, kuna nyimbo za Injili ziko pale, tutaweza kubarikiwa nazo. Asante sana. Amen. Thank you. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Amen. Barikiwe sana. Amen.
Thank you. Haya, Patricia, tunasimama hapo kupiga picha.